Wapiganaji wa Kihouthi wamemwambia rais wa Marekani Bwana Donald Trump uchokozi wake hautaweza kuathiri chochote katika Yemen. Hii ni baada ya rais huyo wa Marekani kusambaza picha za kile anachodai kuwa ni makombora dhidi ya wapiganaji hao wa Kihouthi huko nchini Yemen. Rais wa Marekani Bwana Trump ameonyesha video ambayo inaonekana imerekodiwa na ndege isiyokuwa na rubani, ikionyesha makumi ya watu wakiwa wamesimama kwenye mviringo katika eneo la mashambani. Hata hivyo, inaonekana silaha kuanguka kutoka angani na kusababisha mlipuko na kuacha shimo kubwa, na hakuna miili inaonekana kama imeathiriwa. Anasema baada ya kutuma video hiyo, hawa Wahouthi walikusanyika kwa ajili ya kupata maelekezo kuhusu mashambulizi. Hakutakuwa na shambulizi lolote kutoka kwa Wahouthi hawa, rais huyo wa Marekani aliandika. Hawatawahi kuzamisha meli zetu tena, anasema zaidi Bwana Trump. Baadhi walikuwa wepesi kupendekeza mitandaoni kwamba watu katika video hiyo walikuwa raia walioshiriki katika mkusanyiko wa kikabila na walichapisha picha za mikusanyiko kama hiyo huko Yemen. Hata hivyo, kutokana na tukio hilo la rais wa Marekani Bwana Donald Trump kusambaza picha kama hizo, kiongozi wa Kihouthi Bwana Abdul Malik al-Houthi amesema kwamba kushadidi kwa vitendo vya kichokozi vya Marekani dhidi ya Yemen kumeshindwa kusimamisha harakati za wapiganaji hao wa Kihouthi kwa ajili ya kuunga mkono watu wa Gaza na pia kulinda meli za Israeli kutopita katika eneo la Bahari Nyekundu. Katika hotuba yake ya siku ya Ijumaa, Abdul Malik al-Houthi amesema Marekani imezidisha mashambulizi yake dhidi ya Yemen ambayo yalizidi mashambulizi 90 kwa siku kadhaa kama sehemu ya kuunga mkono vita vya Israeli na mauaji halaiki huko Gaza. Al-Houthi amesisitiza kuwa uchokozi huo umeshindwa kusimamisha operesheni za kijeshi zinazoungwa mkono na watu wa Palestina, wala haijaweza kutoa ulinzi kwa urambazaji wa Israeli katika Bahari Nyekundu, Ghuba ya Aden na Bahari ya Arabia. Kwa ufupi, Marekani licha ya kufanya mashambulizi dhidi ya Yemen, lakini haikupata mafanikio yoyote katika eneo hilo la Ghuba ya Uajemi. Hata hivyo, Wahouthi wamesema wataendelea kupinga kile kinachodhamiriwa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump la kufanya mashambulizi katika maeneo hayo. Wanasema katika nyakati ambazo watahakikisha watapambana vilivyo ni wakati huu ambapo wanawatetea watu wa ukanda wa Gaza. Marekani haijaweza kufikia lengo lake lililotangazwa na kuwafuta viongozi na kuangamiza watu huru wa Yemen, al-Houthi amesema. Aliapa kwamba Yemen itaendelea na operesheni zake za kulipiza kisasi, akisema Marekani haitutishi. Mkuu huyo Ansarullah pia alizionya tawala za Kiarabu na jirani dhidi ya kuunga mkono mashambulizi ya Marekani yanayounga mkono Israel dhidi ya Yemen. Amesisitiza kuwa Israel ikiungwa mkono na Marekani inataka kumaliza kadhia ya Palestina, akimaanisha mashambulizi ya Israel katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu ambayo alisema analenga kuondoa Palestina. Al-Houthi pia alibainisha kuwa msikiti wa Aqsa unalengwa mara kwa mara na uvamizi huo na kusema kwamba uvamizi wa waziri wa Israel Itamar Ben-Gvir katika eneo la msikiti wa Aqsa ni ushahidi wa ukiukwaji uliokithiri dhidi ya Israel dhidi ya mojawapo ya miiko mikuu ya Kiislamu. Ameitaka jumuiya ya kimataifa iweke misimamo mikali kuhusu jinai za Israel na kuzitaka nchi hizo kukata uhusiano wa kisiasa na kidiplomasia na utawala wa Tel Aviv. Tangu kuanza kwa vita vya mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023, vikosi vya wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen vimekuwa na operesheni nyingi za kuunga mkono watu wa Gaza waliokumbwa na vita na kulenga shabaha katika maeneo yote ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu, pamoja na kulenga meli au zile meli za Israel zinazoelekea bandari katika maeneo yanayokaliwa. Katika kuunga mkono Israel, Marekani ilitangaza kuunda kikosi kazi cha wanamaji katika Bahari Nyekundu mnamo Desemba mwaka 2023 kulinda njia za meli zinazoelekea katika maeneo yanayokaliwa na Israel. Vikosi vya Yemen vilijibu kwa kuongeza mashambulizi yao dhidi ya malengo ya kimkakati na nyeti ya Israel na Marekani, ikiwa ni pamoja na meli za kivita za Marekani na wabebaji wa ndege ambazo zimetumwa kwenye pwani ya Yemen. Vikosi vya Yemen vimesitisha mashambulizi yao ya kulipiza kisasi kuunga mkono usitishaji wa vita ulioanza kutekelezwa huko Gaza Januari 19
kabla Israel kuvunja mwezi uliopita na hatimaye kuanzisha operesheni nyingine. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe chaneli hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.